Mama Samia, Fred Lowassa, arabayira arini. Kipekee mimi nimshukuru Mungu sana leo kwa kufika katika kijiji chetu cha Engwiki. Historia ya kijiji cha Engwiki ni kijiji ambacho ndicho kilichomtoa Waziri Mkuu Edward Sokoine. Mbona hata mpigi makofi? Kwa hivyo kufika kwako hapa ni alama. Lakini niseme kipekee kabisa, kutoka sakafu ya moyo wangu, ni kushukuru Mheshimiwa Mbunge kwa ushirikiano mkubwa ulioonyesha katika kata yetu ya Monduli Juu katika majukumu mbalimbali ya maendeleo. Ulitusaidia sana. Asante sana. Lakini zaidi ya hayo, hapa tupo karibu kwenye ofisi ya kijiji. Tulipokulilia kwamba ofisi ile karibu inaanguka, ulitusikia na ulitupa shilingi milioni 5. Leo ofisi hii imekamilika, tayari inawekwa umeme kesho kutwa itakuwa tayari imeshakamilika lile zoezi la ile hela uliotupa. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Mbunge, zipo changamoto katika kata yetu ya Monduli Juu. Tunayo swala la maji kutoka ambayo ilikuwa inakuja Engwiki, imeishia Msitu wa Kati. Tumetumia takriban bilioni 1.1 ambayo haijakifikisha, sasa maji imeishia pale. Tunaomba kwa dhati, tunaomba sana utuchukulie ombi letu hili, uwasilishe kwa waziri wa maji ili tuweze kupata maji yale yakamilike, yafike kwetu Engwiki ili watu waweze kupata maji. Walitengeneza njia za maji, yani wametengeneza kutoka kule juu kwenda mpaka kule hapa Osendu. Lakini wale watu wa Osendu mpaka leo wanakuja kunywa maji hapa kwenye kisima. Ni mbali sana. Tunaomba utusaidie hilo ili watu hawa wapunguziwe adha ya maji. Kama Mama Samia anavyosema, tumtue mama ndoo kichwani. Nikuombe sana Mheshimiwa Mbunge, ubebe hili ni zito. Lakini la pili, kuna bwawa la Soiminen. Waziri alikuja, naibu waziri alikuja akasimamisha kuendelea na yule mkandarasi wa kwanza. Naomba pia hilo ulichukue kwa sababu ilikuwa liko wizarani na wao ndio walisimamisha, walikata asilimia fulani kwa yule mkandarasi. Naomba arejeshwe mkandarasi mwingine akamilishe hiyo hali kwa sababu watu wanateseka na maji. Zaidi ya hayo, bado kuna bwawa la Loalera. Loalera pale ilikuwa ni bwawa ambalo alitengeneza marehemu Edward Moringe Sokoine kwa wakati huo, lakini sasa halitumiki kabisa. Tunaomba tubebe hizo changamoto zetu na tunakuombea Mungu kwamba hili liweze kufika na kutekelezwa. Wenzangu wa Engwiki na wa Monduli Juu, tunamshukuru na tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa mambo mengi makubwa ambao ameendelea kutufanyia wilaya yetu ya Monduli. Amefanya mambo mengi sana. Ametusaidia, najua tuna changamoto hapa, lakini wilaya ya Monduli kwa miaka mingi sana ilikuwa na changamoto ya maji, kwa sababu hatuna vyanzo vya maji. Kwa hiyo tumehangaika kwa miaka mingi sana, lakini kwa kipindi kifupi ambacho tuko na Mama Samia Suluhu Hassan, tuna miradi ya maji ya zaidi ya shilingi bilioni 37. Ni mingi sana, tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Nimesema miradi ya maji, lakini najua changamoto kubwa kabisa ya watu Engwiki ni mradi wa maji wa Engwiki. Na niwaambie na niwahakikishie ndugu zangu wa Engwiki, jambo hili na mimi nimelifahamu kwa muda, na Mheshimiwa Diwani amehangaika nalo sana. Amekuwa akikumbusha na hata tumefika Dodoma pamoja akifuatilia jambo hili. Lazima niseme, Mheshimiwa Rais alikuja hapa Monduli Juu kwenye sherehe mwaka jana kwenye boma ya mzee Sokoine. Niwahakikishie wana Engwiki, Mheshimiwa Rais ametuahidi, ameniahidi kwamba changamoto za maji ya Engwiki na bwawa letu
la Lorera linafanyiwa kazi. Naomba wote mniamini na tumwamini Mheshimiwa Rais. Naomba wote tumwamini Mheshimiwa Rais. Mnajua watu wa Monduli Juu, pamoja na changamoto ambazo zinazo kata zingine za Monduli, lazima nyie mfahamu, nyie Monduli Juu mna baraka ya kipekee. Watu wa Monduli Juu ndio tunasema nyie ndio mliiweka Monduli kwenye ramani ya Tanzania na kwenye ramani ya dunia. Kwa hiyo wana Monduli Juu mnahitaji upendeleo wa kipekee, na niwaamini tu, niwaaminisha na niwaambie Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye anawapendelea sana kwa upendeleo huo wa kipekee, kwamba nyie ni kata muhimu sana kwa taifa letu. Malizie kuendelea kuwashukuru sana. Na mimi Mungu amenijalia kwa kweli kile ambacho nimeweza kupata kidogo siku zote, nimeweza kushirikiana na viongozi wa Monduli Juu, lakini pia na kuwapendelea. Ninafahamu ametaja angalau hapa mtendaji kwamba ofisi yenu ya kijiji ndio pekee yenye umeme. Kwa hiyo hongereni sana watu wa Ngwiti. Lakini sio yenye umeme tu pia, lakini pia na mimi kupitia mfuko wa jimbo nilichangia shilingi milioni 5 hapa, na ninaona ofisi inapendeza. Kwa hiyo hongereni sana. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tumetembelea zahanati. Niwashukuru watumishi wale ambao wametupokea, daktari na wenzake ambao wametutembeza kwenye mradi ule wa milioni 52. Tumeona mradi ule umependeza, umekamilika, na uko viwango vizuri na kuna usafi mzuri. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru kwa kazi kubwa aliyofanya kwenye sekta ya afya kwa Monduli yetu. Ametusaidia sana ambulance ambazo kweli zimeokoa maisha ya watu wetu wengi wa Monduli. Wakati naomba ambulance, niliomba ambulance moja, lakini kweli kwa upendeleo wa Monduli na jinsi Mama Samia anavyotusaidia, tukapata ambulance 3 kwa wakati mmoja ambazo zimetusaidia sana. Nimetaja ambulance kwa sababu daktari wakati namuuliza ni kitu gani kinazuia, huduma gani inazuia zahanati yetu hii kuwa kituo cha afya, akaniambia ni jengo la upasuaji kwa ajili ya kina mama, lakini kwa sasa wakasema ambulance inatusaidia. Ni waahidini wa kina mama. Ni waahidini wa kina mama Ngwiki. Nimesikia changamoto zingine za watendaji, lakini mimi naomba nikalibebe hilo kwamba tuhakikishe tunatafuta nyumba ya upasuaji kwenye zahanati hii. Kwa sababu kwanza zahanati hii ameniambia Mheshimiwa Diwani ndio ilikuwa zahanati ya kwanza kwa Monduli Juu kabla zahanati ya Emarete na Elwai. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kuboresha zahanati hii iwe kwenye viwango na itoe huduma nzuri. Kwa hiyo naombeni wakina mama ni waahidini, nitalibeba hilo kwenda kulifanyia kazi hilo.